nikiwa mwenyekiti wa vijana tulihutubia hapa. Tulipita mwanzo pale panaitwa Kitama, na baadaye tukahutubia hapa mjini. Wakati ule rafiki yangu Katani alikuwa amedhulumiwa ubunge akiwa kafu, na watu wa Tandahimba mkaleta balaa kubwa sana, mpaka wakafyeka korosho za watu. Uongo kweli? Nasema uongo? Waliokuwepo wanakumbuka. Na baadaye mwaka 2015 mimi na Katani tukawa bungeni, tukawa upande mmoja, na alikuwa rafiki yangu wa muda mrefu. Lakini alipowageuka wananchi na kujiunga na watu wanaotutesa, mimi urafiki na yeye ulikwisha, na hapa nitamshughulikia yeye na chama chake kwa mateso wanayowapatia wananchi. Kwa hiyo Katani, kama una wapambe wako waambie watege vizuri hapa. Yeye mwenyewe yuko hapa. Sasa asikilize kwa makini. Maana yake hapa radi na shuka. Tunaelewana vizuri? Na namshukuru amekuja kusikiliza. Sasa iko hivi. Watu wa Tandahimba, watu wa kusini mwa Tanzania, watu wa mikoa ya Lindi na Mtwara, hakuna watu wameteswa na serikali za nchi hii kama watu wa Lindi na Mtwara. Nasema uongo? Kuanzia hali za maisha yenu wenyewe, miundombinu yenu, angalia wilaya yenu, angalia maisha unayokula na unavyoamka, angalia shule wanazosoma watoto wenu, angalia kila kitu kwenye nchi. Wewe mzee, wewe mwenye fomu, kamanda, tulia, usituletee fujo. Njoo ukae hapa, watu watapewa fomu baadaye. Wenye fomu wote rudi mkae. Nataka kuzungumza mambo ya msingi. Ujumbe huu ni muhimu kuliko chochote tunachofanya. Kwa ndugu zangu, watu wa kusini, watu wa Tandahimba, nyie mmeumizwa sana. Mimi sijaje hapa kuwashawishi muwe watu wa mageuzi. Najua nyie ni watu wa mageuzi. Mliipigania kafu mwaka 2010, mwaka 2015, na rafiki yangu Katani kipindi kile mpaka akavunjwa mkono. Nasema uongo? Katika mapambano ya kuhakikisha anakwenda kuwa sauti ya wananchi. Nchi hii inaongozwa na viongozi wa hovyo. Narudia tena. Tunaongozwa na viongozi wa hovyo wasiokuwa na uwezo. Ndio maana tuko maskini miaka 63 baada ya uhuru. Hii ni nchi ambayo hatuna shida yoyote kuhusu rasilimali za kuleta maendeleo yetu. Ni nchi ambayo tuna kila kitu kinachohitajika ili kiweze kukufanya wewe uishi vizuri. Lakini sisi ni maskini. Hii ni nchi pekee duniani yenye madini yanayoitwa Tanzanite. Hayapatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania, pale Arusha Mererani. Hii ni nchi ya kwanza kwa kuwa na mlima mrefu kuliko yote Afrika, wa pili duniani, mlima Kilimanjaro. Ni nchi ya kwanza kwa kuwa na ziwa lenye upana kuliko yote Afrika, la pili duniani kwa maana ya upana, ziwa Victoria. Ni nchi ya kwanza kwa kuwa na ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika, la pili duniani, ziwa Tanganyika. Nchi yetu hii ina ukubwa wa kilomita za mraba 945. Ukichukua Kenya, ukichukua Uganda, ukichukua Rwanda na Burundi, ukiziunganisha pamoja, zina kilomita za mraba 890. Sisi peke yetu 945. Ukienda Kabanga, Kagera, kuna madini yanaitwa nickel na cobalt, madini yanayotumika kutengeneza ndege na betri za simu, yanatoka Tanzania. Nchi ya tatu kwa kuwa na dhahabu nyingi duniani. Ukianzia Geita kuna dhahabu, ukienda Kahama kuna dhahabu, ukienda kule kwetu Tarime kuna dhahabu, kuna mgodi mkubwa kuliko yote Afrika. Ukienda Mbogwe kuna dhahabu,
Ukienda Shinyanga kuna dhahabu, ukienda Chunya kuna dhahabu, ukienda Singida kuna dhahabu, kila kona ya nchi hii ni dhahabu. Kija Ruangwa hapa jirani yenu kuna dhahabu na kuna madini ya kopa. Ukienda Lindi unaikuta Seru, mbuga kubwa kuliko zote Afrika nzima kwa maana ya ukubwa. Mkoa wa Lindi una kilomita za mraba 66,000, ni mkubwa kuliko nchi ya Israeli mara 3. Na hiyo Seru ina kilomita za mraba, yani ina 18%. Mna bahari yetu ina ukubwa wa kutoka Mtwara mpaka Tanga kilomita 1,600 kwa urefu. Kwa kwenda ndani tuna nautical mile 200 kwa maana ya kilomita karibia 400. Hilo ni eneo la Tanzania. Na nimefika mkoani kwenu, si mko Mtwara hapa? Nimefika katikati ya mkoa pale, wamejenga sanamu ya samaki pale kwenye Kipref. Wangapi wameenda Mtwara mjini pale? Inaashiria nini hili? Inaashiria nini? Kwamba hili eneo la bahari la uvuvi, si ndio? Eneo lenye samaki. Sasa nikiwauliza wangapi mmekula samaki hapa wiki hii, wengi mnashindia matembele, majani ya maboga, kisamvu. Nini? Chindumbe? Chinduli? Chinduli ni nini? Kisamvu, si ndio? Sasa nchi ambayo ina bahari, ambayo wenzetu Norway mwaka jana uvuvi wa bahari kuu peke yake wamepata dola za Kimarekani bilioni 9.4, ambazo ni zaidi ya trilioni 30. Trilioni 30 bajeti yetu ya nchi, Katani anajua mahoteo walioweka mwaka huu ni trilioni 54. Kwa hiyo 30% ya bajeti yetu ya nchi Norway wamefanya uvuvi mwaka mmoja. Ulitegemea kama serikali ya kina Katani ingekuwa na akili, eneo la Lindi na Mtwara kungekuwa na viwanda vikubwa vya kuchakata minofu ya samaki, kungekuwa na maboti makubwa yanaingia baharini yanatoka na samaki, mngepata ajira kwenye viwanda, lakini vile vile mngepata chakula ambacho wamewekea Mwenyezi Mungu bure. Sio kama mnaelewa? Hivi mnaelewa ninachokisema nyinyi? Lakini matokeo yake wamechukua lisimenti likubwa na pesa ya kodi yenu wakajenga pale, hakuna kingine wanachofanya. Akili matope. Akili matope. Matope tupu. Katikati ya utajiri watu wetu maskini. Nyie wakulima wa korosho, uongo kweli? Kweli. Korosho unalima mwenyewe, palilia mwenyewe, unakusanyia mwenyewe, unazoa mwenyewe. Ikifika wakati wa kuuza, makato ya korosho kwa kilo moja mwananchi anakatwa shilingi 1,250. Inaenda serikalini. Kwa nini? Walikuja kusaidia kupuliza dawa, na hizo dawa ni sumu, si ndio? Kwa kadri unavyopiga yale madawa sio kitu chema, yanaingia kwenye mapafu, yanaingia kwenye mwili wako, unapuliza mwenyewe. Walikuja kusaidia kuvuna, kuokotea, unaokota mwenyewe. Gunia unanunua mwenyewe. Hata kuuza ni kesi, kwa sababu viwanda vyote alivyoacha Mwalimu Nyerere vyote waliua. Matokeo yake korosho inakusanywa hapa Gafi, inapelekwa Vietnam wakabangue, wauze kwa bei ya juu. Miaka 63 hawawezi kujenga kiwanda. Eneo lenye uzalishaji wa zaidi ya tani 400,000 hawawezi kuwekea kiwanda ambacho kingewazalishia nyie. Na nyie vijana wengi wangepata, wewe unayelima korosho ungepata faida mara mbili. Cha kwanza, ungeajiriwa kiwandani. Cha pili, ungeuza korosho yako kiwandani. Kwa hiyo badala ya pesa ya kwenda kutengeneza uchumi kule Vietnam, ingebaki ndani ya nchi hapa. Kwa hiyo wewe
ungeajiriwa kiwandani, ungelipwa posho au mshahara. Ukipata pesa utaenda kwenye mgahawa wa mama anayeuza chai, utakunywa pale. Yule mama atapata pesa, atajenga nyumba. Fundi atapata pesa, atapanda bodaboda, bodaboda atapata pesa, atapanda, ataenda kununua mafuta kwa mtu mwenye kituo cha mafuta. Yule akipata pesa ataajiri mlinzi, pesa itazunguka miongoni mwetu. Lakini hawawezi kutengeneza kiwanda hapa, kinakwenda Vietnam kutengeneza ajira baada ya kutengeneza hapa. Wakati huo ripoti ya CAG, mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali, anasema hivi: mwaka jana peke yake serikali imepoteza. Aisema bwana Mchupa, tulia rafiki yangu, unavuruga watu. Tulia. Ripoti ya CAG inasema hivi: mwaka jana peke yake serikali yenu imefanya matumizi yasiyokuwa na tija. Ndio yale unasikia goli la mama. Simeshasikia goli la mama? Sio nani akifunga laki ngapi? Laki ngapi ile? Sio laki 5, sio? Serikali imefanya matumizi yasiyokuwa na tija ya bilioni 371. Sasa nikisema bilioni, sijui kama watu wa Tandahimba mnanielewa. Iko hivi: bilioni 1 ni milioni 1000. Yaani bilioni 1 ukichukua shilingi 100 mpaka zikafika laki, laki 1 ikafika milioni, milioni ukahesabu 1, 2, 3, 10, 20, 30, 100, 100, 200, 300, 1000. Ndio bilioni 1. Sasa serikali imefanya matumizi yasiyokuwa na tija ya bilioni 371. Mnahitaji kiwanda cha chini ya shilingi bilioni 100 mpate sehemu ya kuuza korosho zenu, ili walanguzi wasiwe kati hapa. Kwa sababu wanasema, kwa mfano, kwamba nyie mmeuza korosho shilingi 3800. Nani ameuza mkulima korosho kwa shilingi 3800 hapa Tandahimba? Anyoshe mkono ni muone. Yupo hata mmoja? Yupo hata mmoja? Shilingi 2000 ngapi? 2300, sio 1800 ndio nimeambiwa mmeuza. Wale watu kati wanaorangua kwenu ndio wameuza shilingi 3800 kwa sababu hamna kiwanda hapa. Sasa sijui kama mnaelewa ninachokizungumza. Nataka nielewe kama mnanielewa vizuri, ili tuzungumze tuelewane. Maana sitaki kumwacha mtu nyuma. Mimi mwalimu. Wangapi wanaelewa ninachokisema? Wanyoshe mkono tuone. Asante. Kwa hiyo badala ya serikali kuwajengeani kiwanda cha korosho zenu, imefanya matumizi yasiyokuwa na tija. Na hizi fedha ndio fedha zinazotoka kwenye kodi yenu wanayochukua kwenye kila kilo moja shilingi 1200. Ukinunua kiberiti kuna value added tax shilingi 18. Ukinunua vocha kuna kodi. Ukinunua nguo kodi. Ukinunua pampers ya mtoto kodi. Ukinunua sukari kodi. Hizo pesa unalipa ili zisitumike vibaya zikuletee maendeleo. Zinatumika hovyo. Sasa katikati ya utajiri huu watu ni maskini. Korosho haina bei. Watu wa Lindi na Mtwara, viwanda mlivyokuwa navyo yote, kwa mfano nilikuwa Lindi, kulikuwa na mashamba ya mikonge. Mikonge ndio inatengeneza magunia mnayohitaji kila mwaka. Yote yaliuawa. Yote viliuawa. Lindi imebaki mji wa magofu, mkipita pale mnaona. Mtwara ni mji ambao hauendelei. Haya, Oram waliweka hapo kiwanda chao hapo Mtwara mjini. Nasema uongo? Kweli. Nasema uongo? Kweli. Kipo mpaka sasa? Kimehamia wapi? Malawi, si ndio? Serikali inayojali watu ingeweza kuwapa hata wale Oram incentive ili kiwanda kibaki hapa, kiajiri vijana wa Lindi na Mtwara, lakini vile vile kinunue korosho yenu kwa bei mnayotaka. Serikali za kifisadi wanaua kila kitu. Wanauza kila kitu. Hata vitu alivyotujengea Mwalimu. Mwalimu alituachia kwa mfano airport ya Kilimanjaro, kiwanja cha ndege cha KIA. Ule uwanja kila mtalii akishuka pale analipa dola 55. Dola 55 kama shilingi 150. Akiwa na ruka 150. Mwalimu alishaujenga huko pale. Kwa hiyo sisi ni fedha inaingia, ilete mashule, ilete walimu, ilete
zahanati ilete nini. Huo uwanja eti sisi hatuwezi kuuendesha, chini ya Rais Samia wameubinafsisha kwa serikali ya Oman. Yaani uwanja tunao, sisi tuko milioni 60, hatuwezi kukaa pale mtalii ashuke tuchukue hela, tumewapa wa Omani ndio watusimamie huo uwanja. Sisi tuna bandari, Mungu ametupa maji, na Mungu kwa jinsi alivyotupendelea akatuwekea nchi 7 landlocked, nchi 6. Malawi haina mlango wa bahari, Kongo haina mlango wa bahari, Zambia haina mlango wa bahari, Rwanda haina mlango wa bahari, Burundi haina mlango wa bahari, Uganda haina mlango wa bahari. Sasa mnajua Afrika tutengeneze hata Tanzania hapa, hata njiti za kutolea meno hatuwezi, zile za kutoa nyama kwenye meno made in China. Kwa hiyo ili speaker kama hizi zitoke Ulaya, magari kama hayo, kila kitu tunachotumia ili zitoke Ulaya, huwezi kupakia greda kwenye gari, kwenye ndege unaweza iruke angani, ile greda ya kutonga barabara inawezekana. Kwa zinakuja kwa njia ya bahari, zinakuja kwa njia ya maji kwenye mameli makubwa. Sasa mtu akiwa kule Kongo, Mungu ametupa mlango wa bahari bure, na jirani yenu hapa kaweka Malawi. Kwa hiyo bandari yenu ya Mtwara ingekuwa inafanya kazi, mtu wa Malawi wakinunua greda kutoka Japan, kutoka China, kutoka ili iende pale, lazima ipite kwenye bandari yenu. Mungu kakupa maji bure. Wewe unachohitaji ni kujenga kitu kinaitwa gati. Gati ni kama stendi, yani uweke masimenti pale ambapo meli itakuja isimame. Meli zitatoka huko zinakotoka na mzigo. Wewe ikienda tu ikirudi, mpungo umefanya nini? Kupita kwenye maji aliyokupa Mungu bure. Yani kishusha tu mzigo pale, wewe hela imeingia kwa kupitisha kwenye maji yako. Mungu kakupa bure na hayaishi leo wala kesho. Lakini vile vile hiyo greda sitabebwa na lori ili iende kule. Njiani huko si yule atakula, pesa imetoka Malawi imeingia Tanzania. Unanielewa vizuri? Ataweka mafuta kwenye kituo cha mafuta, pesa imetoka Malawi imeingia Tanzania. Ndivyo utajiri unavyotengenezwa. Lakini leo sisi hiyo bandari eti nazo hatuwezi kuendesha. Mkapa aliuza madini ya dhahabu kawapa wazungu, migodi si nini. Kikwete naye akaja akauliza nini kimebaki? Mabaki si nini, naye akauza. Mama naye alipoingia akauliza kimebaki nini, wakamwambia mama hapa kuna bandari, na yeye kawapa Dubai. Milele mpaka kiyama. Wamesaini mkataba mpaka kiyama. Bandari Dubai ni jangwa. Mwaka 61 Dubai ilikuwa na watu 70,000. 70,000. Niyo watu wa Tandahimba ni wengi kuliko walivyokuwa Dubai mwaka 70, mwaka 61. Wamevumbua pipa lao la kwanza la mafuta mwaka 69. Sisi mwaka 62 tuna chuo kikuu. Leo wako milioni 3. Milioni 3. Sisi tuko milioni 63. Hatuwezi kuendesha bandari, tunawapa watu milioni 3 watuendeshe bandari. Si kama mnaelewa? Hivi mnaelewa ninachokizungumza nyie? Tukisema tuna viongozi wa hovyo tunakosea au tunasema ukweli? Tunafanywa maskini katikati ya utajiri kwa makusudi. Wachina wamesambaa, nenda maeneo ya migodi ya nchi hii. Wachina wamejaa wanachukua dhahabu. Unamkuta Mchina yuko Chunya, yuko Tarime, yuko Mbogwe vijijini, anachukua dhahabu anaondoka nazo. Kwa nini? Mchina mmoja ameajiri vijana wengi wa Kitanzania ndio wanamfanyia kazi pale. Maana hiyo wao ndio wanashuka kwenye mashimo, maana hiyo wao ndio wanachimba, wanachakachua, yeye anachukua ile end product anaenda kuuza kwao. Wao utajiri unaenda kujenga kwao. Lakini unakuta Mchina amekuja na mtaji wa bilioni 3-4 kwamba hiyo mashine vijana wa Kitanzania hawana. Lakini wakati huo unasema hakuna bilioni 3 za kuwapa vijana, wape migodi wachimbe, wamiliki utajiri wao. Wakati huo CID anasema bilioni 371 imepotea. Sasa sijui kama mnaelewa ninachokisema. Hivi mnaelewa ninachokisema? Yaani mama yako anasema hakuna fedha ya kukulisha chakula wewe. Lakini wakati huo unasikia mama yako alikuwa anachana fedha anatupa kwenye tundu la choo.
Unaelewaje hapo? Kwa Kikuria tunaiti chinyanyi, yani roho mbaya. Yani umekula umeshiba, unaona kile chakula hata ukikibakiza mtu mwingine yale bora ukimwagie mchanga. Tukiwa bungeni mwaka 2015 na 16, mimi nilikuwa waziri kivuli wa nishati na madini. Nikaishauri serikali, ingieni kwenye YouTube msikilize. Sisi tuna chuma pale Rudewa, sehemu inaitwa Mchuchuma na Liganga. Mungu alivyotupendelea akatuwekea mlima wa chuma hapa. Alafu kilomita 50 kaweka makaa ya mawe ya kuyeyushia kile chuma. Alafu pale Iringa kaweka mchanga wa kusafisha kile chuma. Kile chuma tunaweza kuchimba miaka 100. Miaka 100 akijaisha. Wakati serikali inaanza kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere na SGR, ile standard gauge railway mnayoisikia wanaizungumza, nikawaambia Mheshimiwa Rais Magufuli wakati ule, kabla hujaanza kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere, kabla hujaanza kujenga reli, na nchi hii inajengwa kila siku, chuma kinahitajika kuweka lenta, nondo, chini tunahitaji chuma. Hebu Mheshimiwa Rais, kwanza tujenge kiwanda chetu cha chuma. Tukisha kamilisha kujenga kiwanda chetu cha chuma ambacho kingetugharimu dola za Kimarekani bilioni 3, yani trilioni 7.8. Tukisha kamilisha, tunamuita contractor wa kutujengea hilo bwawa. Tukisha muita tunamwambia bana, tunakupa mkataba wa kutujengea bwawa. Shilingi ngapi? Shilingi kadhaa. Lakini masharti yetu, kama unakubali kutujengea, cha kwanza chuma chote utanunua hapa. Kwa unampa fedha kwa mkono huu, unazirudisha kwa mkono huu. Zinakuja kukujengea uchumi wa watu wako. Mwaka jana serikali hii kwa vitabu vya serikali, muulize huyo Kadhani, wameagiza chuma kutoka nje cha dola za Kimarekani bilioni 1.2, trilioni 3. Mwaka juzi hivyo hivyo, mwaka ulioisha ule hivyo hivyo. Ulikuwa unahitaji kujenga kiwanda chako cha trilioni 7, uchimbe miaka 100, lakini vile vile kile kiwanda kingeajiri watu wako, pesa zingebaki, ungepata kodi kubwa zaidi, ungeajiri walimu zaidi, ungeajiri askari zaidi, ungeongezea hao bwana mishahara zaidi. Lakini ukaona roho mbaya, bora hizo fedha uzipeleke zikajenge uchumi nchi nyingine kuliko kubaki kwa watu wako. Sasa miaka 3 tumeagiza chuma kutoka nje cha trilioni 9, wakati tulikuwa na uwezo wa kujenga kiwanda kwa trilioni 7.8, tuchimbe miaka 100. Tukisema hawana akili tunakosea, tunasema ukweli. Tukisema wanahujumu nchi tunakosea, tunasema ukweli. Haya ndio mambo yanayotubakiza nyuma miaka 50 baada ya uhuru, miaka 63 baada ya uhuru. Na haiwezekani ndugu zangu wa Tandahimba vijana mkapata kazi kama kazi zenyewe zinatolewa humu zinapelekwa nje. Kama hamwezi kuwa na viwanda vya samaki na mna eneo hapa. Kama hamwezi kutangaza utalii kwenye maeneo yenu, wazungu wakaja, mahoteli yakijengwa hapa au yakajengwa Lindi, wazungu wakija watahitaji kula. Wewe unailima nyanya, utapata sehemu ya kuuza nyanya kwa bei ya juu kwa sababu kuna mahoteli ya kitalii. Pesa itatoka Ulaya, itakuja hotelini, itakuja kwa muuza nyanya. Muuza nyanya akipata atanunua mbegu kwa mama anayeuza mbegu za nyanya kwenye duka. Fedha itazunguka miongoni mwetu. Lakini nchi hii imekuwa nchi ya wachuzi. Kila kitu tunanunua kutoka nje. Unajengaje uchumi? Miaka ya 70 Mwalimu Nyerere alijenga viwanda ikiwemo vya tairi. Matairi ya magari. Mimi babangu alikuwa na gari. Nimekuwa tunakuta tairi ya General Tire pale nyumbani. Ya gari. Leo nchi hii kila kijiji kina bodaboda. Uongo kweli? Kila kijiji kina baiskeli. Uongo kweli? Sasa leo kijana wa Mauta au kijana sio pale tuliposimama panaitwa Madaba, kijana wa Tandahimba, kijana wa kule mwanzo tuliposimama sio panaitwa na Nguruwe, kuna bodaboda, kuna bajaji. Akihitaji kuagiza tairi, pesa inatoka Mauta inakwenda Guangzhou, China. Utatengenezaje ajira kwa watu wako? Kama tungetengeneza kiwanda hapa,
Nafasi ingetoka kwako ingie kwenye mwenye kiwanda, yule mwenye kiwanda ajiri ndugu yako, pesa ile ingezunguka miongoni mwenu, uchumi ungekuwa mkubwa. Sasa kama mnaelewa? Hivi mnaelewa ninachokisema? Wangapi wanaelewa ninachokizungumza? Nyosha mkono tu. Wote. Sasa hayo ndio maamuzi ya viongozi tulionao. Umaskini wetu ni umaskini wa kutengeneza na tunaweza kuondokana nao. Na sio nyie peke yenu. Askari wetu wamepigika. Hali ni mbaya. Hakuna askari hapa anaweza kujenga akiwa kazini. Atasubiri akistafu ndio ajenge. Ukiona mtumishi wa serikali anajenga kwa lenki ya kawaida, aidha mwizi kapata ruko anaiba au vipi. Watumishi wengi wa serikali, walimu ambao ni watu muhimu kwenye jamii. Mimi nimekuwa, ukiulizwa unataka kuwa nani, unasema nataka kuwa mwalimu, nataka kuwa askari. Nani mtoto leo akimuuliza nataka kuwa mwalimu atakubali? Nani atasema hivi? Hata mtu aliyeferi wanauliza ameferi hata walimu. Wanasema uongo ndugu zangu? Si ndio mnavyoulizana? Walimu, a noble profession. Askari wanatulinda sisi tumelala ili tuwe salama. Wanateswa katika nchi, wanatumikishwa. Mimi nilikuwa mbunge. Mshahara wa mwisho wa mwezi tulikuwa tunalipwa milioni 12. Milioni 8 inaitwa jimbo allowance, milioni 4 mshahara. Ukiunganisha 12 unapewa na mafuta, una insurance ukikohoa tu China nani India. Pesa ya walipa kodi. Leo nasikia wakina Katani wamejipandishia ni kama milioni 18 kwa mwezi. Ukiona mbunge amekaa asubuhi mpaka jioni, kipindi kile tulikuwa tunalipwa 420. Asubuhi tu mpaka jioni, piga na coffee. Akiuliza naye anasema ndio. Tafikiri mazuzu. Leo naambiwa hiyo posho ya siku moja sitting allowance na per diem iko karibia 800. Askari hawa kuna wanaolipa 800 kwa mwezi. Posho ya siku moja ya mbunge. Anajengaje katika mazingira hayo? Na wabunge hawezi kuwasemea. Bahati mbaya hawa wanatumika kuiba uchaguzi ili wawapeleke wabunge wanao. Mimi nawashangaa. Yaani wewe unajizurumu, unafikiri unamkomoa Heche, unajikomoa mwenyewe. Hebu fikiria wakati tukiwa bungeni, hata huyu mbunge wenu kabla hajabadilika. Katani alikuwa anaongea bungeni mpaka anataka kulia. Sisi tulimuunga mkono. Mimi stoki Tandaimba, sisi hatulimi korosho, lakini hoja ya wananchi ya korosho tulisimamia kumuunga mkono Katani. Wakati export levy yenu inatolewa hapa, mnakumbuka palivyochimbika bungeni. Na wakati ule Jiwa alikuwa nazima TV, lakini tulipawasha, hakuna kulala mpaka kieleweke. Sasa wameuza bandari wakina Katani wakiwa bungeni. Hebu fikiria tungekuwa bungeni, mimi nimo, Lema yumo, Lisu yumo. Lisu alikuwa kiungo mshambuliaji, mimi nilikuwa striker, Lema alikuwa anacheza back. Hebu fikiria huo mziki ungepigwa wa kiasi gani pale bungeni. Bandari yumo. Hebu fikiria. Ndio maana tunahitaji tubadilishe hali hii, tuwe na bunge litakalo wasemea wananchi. Leo Katani anaogopa kuzungumza kuhusu maisha yenu kwa sababu nyama iko mdomoni, akipanua tu tonge la nyama litadondoka. Kwa bubu. Kabadilika rafiki yangu, sio yule Katani wa kipindi kile. Uongo kweli? Kama mpiga makofi, ajue tumshughulikia. Urafiki na mambo ya wananchi ni mbali. Wananchi wetu wanateswa. Wao unaishi vizuri, huwezi hata kuwasemea. Wao ubunge wa kazi gani? Katani anajua. Magufuli mimi alinifuata na niambia John nikupe uwaziri. Nikamwambia kuliko kuuza wananchi wangu niko tayari kutokwenda bungeni. Mpaka leo niko hapa, nimekufa. Na nimekuja na mashine ile, bado sijachoka, niko vizuri tu. Yeye alishindwa kuvumilia nini? Watu waliuawa hapa na mpigania Tandaimba hii mwaka 2010. Nasema uongo? Watu mikorosho yao ilikatwa. Leo naungana na wasaliti.
wanaonyonya nchi yetu, nchi ya asali na maziwa, watu wake ni maskini. Tuna kila kitu cha kutufanya tuendelee, lakini hatuendelee. Mwalimu Nyerere alisema ili tuendelee tunahitaji mambo manne. Tunahitaji ardhi. Ardhi tunayo kilomita za mraba 950 na imejaa kila kitu. Tukizungumza ardhi ni ardhi na vyote vilivyomo. Tuna maji, tuna dhahabu, tuna makaa ya mawe, tuna chuma, tuna urani hapo Serui inayotumika kutengeneza mabomu ya nuclear. Tuna kila kitu kuliko nchi nyingi. Tuna almasi pale Mwadui Shinyanga. Mbuga zetu za wanyama ukichukua Kenya, Burundi, ukiziunganisha pamoja na Uganda, hazifikii ukubwa wa mbuga zetu. I mean Uganda, Rwanda na Burundi hazifikii ukubwa wa mbuga zetu. Leo nchi hii inaagiza maziwa kutoka nje ya nchi ya bilioni 31. Maziwa. Wakati vijana wetu hawana kazi. Vietnam imechukua korosho zetu, imezibangua, imeuza zaidi ya trilioni 7 za Kitanzania, wakati sisi tumeuza korosho chini ya bilioni 4. Nani ameturoga? Tuna watu, tuna ardhi. Mwalimu alisema ili tuendelee tunahitaji watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Nini kinakosekana hapa Tanzania? Ardhi tunayo, watu tunao. Tatizo nini? Siasa safi na uongozi bora. Tandahimba, mnanielewa? Usitegemea mtume atashuka kuja kuwafungua macho. Anatutumia sisi waja wake kuambieni mambo haya. Miaka 63 ya uongozi wa CCM inatosha. Na sisi tumekuja kwenu kuambieni bila mabadiliko ya sheria za uchaguzi hakutafanyika uchaguzi nchi mwezi wa 10. Tunaelewana vizuri ndugu zangu? Sasa nasikia wanazunguka wanasema sisi tunaogopa uchaguzi. Dr. Slaa anajua. Mimi nimegombea ubunge, niko mwaka wa 2 chuo kikuu. Miaka 10 na kitu iliyopita. Leo niogope uchaguzi mimi? Mimi wakuogopa uchaguzi? Tarime pale hawana uwezo wa kunishinda. Sisi pale Chadema ni kama dini, yani watu wanaenda kusali kanisani, vile ndio Tarime ilivyo Chadema. Hawana uwezo. Uchaguzi wa mwaka 2014 tuna vijiji 88, sisi tulikuwa na 66, wao 22. Vitongoji 500, sisi 380, wao 120. Tukaenda 2015, mimi nikashinda ubunge, madiwani 16, wao wakapata 10. Sasa unawaogopa wakazi gani hao? Eterafu uchaguzi uliofuata 2019, tuna vitongoji 380, tukapata 0. Vijiji 66, eti wale watu wale wa kwetu waliojaza fomu vizuri 2014 kufika 2019 wakawa wamekuwa wajinga sana, hawawezi tena kujaza fomu, eti hawajui kusoma na kuandika. Hivi mnaelewa ninachokisema? So pumbavu kama huu ambao watu wanapora haki za watu tunaukubali vipi? Tumeenda 2020, sisi Chadema tulikuwa na wabunge 72. Ukiunganisha na vyama vyote vya upinzani tulikuwa na sauti ya wabunge 100 na kitu. Wakatuondoa wote. Na rafiki yangu Katani akaona naye atapoteza tonge, naye akajiunga nao. Nchi hii haiwezi kuwa nchi ya chama kimoja. Tukikubaliana nchi hii iwe ya chama kimoja, tutaumizwa sana. Waliokuwepo kabla ya mwaka 92 wanajua. Katibu wa CCM alikuwa akija hapa, maduka yote yanafungwa, watu wanapanga foleni barabarani kumpokea katibu wa CCM. Ndiko wanakotaka kutupeleka. Na ndio maana siku hizi unakakuta eti katibu ka CCM kanakwenda kumpiga OCD mkwara, kana kwamba katibu wa CCM ni nani? Shenzi kabisa. Wani nani kwenye nchi hii? Nchi hii tulifika sehemu hawa si wanaitwa wakuu wa wilaya. Nani kawachagua? Nao eti wanaamri. Mkuu wa wilaya anakuja hapa anasema wilaya yangu mimi Tandahimba sitaki hiki na hiki. Nani kakuchagua hapa? Tutafute hivyo vyeo vyote vya kikoroni. Futa mkuu wa mkoa, futa mkuu. Hatutaki hivyo vyeo vya kupendekeza watu. Tunataka kama unakuwa kiongozi wa wananchi, lazima utokane na kura za wananchi, ili uwajibike kwao. Leo kura haina maana kwenye nchi hii. Kwa sababu juzi mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam amesema hivi,
Mama mmoja amempigia simu na amezungumza kwenye TV, sio maneno yangu. Mama anampigia simu anamwambia mkuu wa mkoa, niko hospitalini, nahitaji kujifungua. Wanasema hakuna syringe wala hakuna gloves, kwa hiyo nikanunua ili nifanyie operation. Mkuu wa mkoa anasema nikamwambia nenda umwambie mume wako akufanyie operation. Huyo mtu angekuwa anachaguliwa na wananchi angeweza kusema ujinga huo? Angeweza kusema ujinga huo? Haya, tuseme basi yule anasema ni mwakilishi wa rais. Rais angekuwa anaheshimu kura za wananchi na anajua kura ndio zinamweka, angemvumilia yule mtu hata dakika moja? Mpaka sasa hajamuondoa kwa sababu anajua kura yako haina maana itakachomfanya. Kitakachomweka madarakani ni mabunduki aliyonunua zaidi. Juzi alikuwa anaongea na majeshi anawaambia jiandaeni zaidi. Mjiandae zidi ya nani? Zidi ya nini? Mwalimu Nyerere alisema hatuwezi kutumia mitutu zidi ya watu wetu wenyewe. Watanzania wanataka haki, na nyie polisi ni wachache mno, na wanajeshi nchi sio wengi kiasi hicho. Watanzania wanahitaji haki kabla hakijawa hali mbaya. Nchi hii siku ikichafuka hakuna pa kukimbilia. Nchi hii ni ya kwetu, ndio maana tunaipenda. Tunahitaji tupate uchaguzi huru na haki ambao kila mtu atapata anachohitaji. Haiwezekani leo Simba acheze na Yanga alafu refali Manara. Hiyo mechi Yanga atashinda tu hata kama hawezi kushinda. Uongo kweli? Malaki utachezewa faulu katikati, Manara atatenga tuta pale. Tumefanya mabadiliko ya tume. Ukisikiliza hiyo tume mmebadilisha nini? Ilikuwa inaitwa tume ya uchaguzi, sasa wanaita tume huru ya taifa ya uchaguzi. Sasa wamefanyaje? Wanasema aliyekuwa mwenyekiti wa tume anaitwa Jaji Mwambegere kutoka Mbeya. Leo mwenyekiti wa tume huru ya taifa ya uchaguzi anaitwa Jaji Mwambegere. Kwamba hayo ni mabadiliko sasa. Kwa sababu tu wametoa neno tume wakaongeza huru, kwa hiyo imekuwa huru. Kwa hiyo leo wanachotuambia kwamba ukichukua soda ya Fanta ukaiweka kwenye chupa ya Coca, tayari hiyo soda itakuwa Coca, sio Fanta tena. Hivi wanatuonaje hawa? Wanatuona mnazo? Omar Ramadhani Mapuli alikuwa katibu mwenezi wa CCM taifa, leo ni kamishna kwenye tume ya taifa ya uchaguzi. Unategemea sisi tupate haki? Mkurugenzi wana CCM atamtangaza mpinzani hapo kuwa mshindi? Nyie mlipotangazwa hapi kwa vita. Uongo kweli? Watu wametishia kuchoma halmashauri. Newara watu walichoma halmashauri. Kule nani? Kule wapi kule? Masasi walichoma mahakama ya mwanzo, wakachoma halmashauri, wakachoma watu wakauawa. Tunahitaji watu wauawe ili uwe kiongozi? Hatuhitaji damu ya Mtanzania kumwagika kwa sababu ya mimi kuwa mbunge. Tunahitaji ni tume huru ya taifa ya uchaguzi itakayomtangaza kila mtu kwa haki. CCM wakitushinda, watushinde kwa haki. Na kila siku si wanasema wana wanachama wengi kuliko vyama vyote? Si wanajitaja chama dume? Sasa chama dume kinaogopa nini? Kisiweke uwanja free na fair, alafu sasa tuingie, tupimane. Hebu wewe fikiria hiyo picha. Hapa Samia Suluhu Hassan, hapa Tundu Lissu. Fikiria tu hiyo picha. Lara tu ota huo mziki utakuaje? Lara tu wote huo mziki. Tumekuwa na waimba chorus. Kuanzia mwenyekiti wa kitongoji kichimbwa choo, mama na upiga mwingi. Choo kichimbwa hapa shuleni, mama ametuchimbia choo. Kana kwamba kabla ya huyo mama hapa hapakuwahi kuwa na vyoo hapa. Nasema uongo? Ikichimbwa choo pale Kitama, mama ametuchimbia choo. Kana kwamba Kitama hapakuwahi kuwa na choo kabla ya baba. Kila kitu mama anaupiga mwingi. Hawana mbinu za kufufua uchumi, hawana mbinu za kufufua viwanda. You cannot teach an old dog new technique. Huwezi kumfundisha mbwa mzee mbinu mpya za kuwinda. Wamechoka. Wamechoka.
na matatizo hayawezi kuondolewa na kiwango kile kile cha fikra kilichosababisha matatizo hayo. Problem cannot be solved with the same level of thinking that created them. Unahitaji akili ya juu zaidi kutatua matatizo yaliyosababishwa na mtu wa chini kama CCM. Akija hapa hawana hoja, CCM juu zaidi. Sasa huko juu wanatafuta nini? Matatizo wananchi yako hapa chini. Watu hawana barabara, hawana maji, juu zaidi. Wanatafuta nini juu? No wonder eti unakuwa na mwenezi wa taifa anasema eti Chadema wanachangisha fedha ili wakanunue bora. Hebu fikiria watu uji. Hebu fikiri huyo anakaa kwenye kamati kuu ya kuunda mipango ya kukutoa wewe kwenye matatizo. Inawezekana? Hapo kuna akili hapo. Ebola inauzwa wapi duniani hapa? Na inauzwa shilingi ngapi? Duka la Ebola liko wapi? Kwa nini wasiwaambie WHO ili wakaiangamize kule? Tunaongozwaje na watu wajinga kiwango hiki? Watu wa Tandahimba, jukumu letu ni kubadilisha nchi hii ili watoto wenu hawa warithi nchi nzuri, wafaidike na rasilimali zetu. Vinginevyo itakuja miaka 63 mingine tunazungumza kuhusu matundu ya choo na shule na barabara na maji. Nchi nyingi zimetuacha. Tulizopata uhuru kabla yake, Korea wamepigana vita wenyewe kwa wenyewe. Korea Kaskazini na Korea Kusini mwaka 55. Miaka mitatu wakafa watu milioni 6. Miundombinu yote ikaharibika, kila kitu kikaisha. Leo Korea tunaenda kuomba msaada. Ukiona TV yoyote inaitwa Samsung, Korea. Simu Samsung, Korea. Friji Samsung, Korea. AC Samsung, Korea. Gari ya Hyundai, Korea. Sisi